Mungu wetu akubariki sana. Asante kwa kutazama channel hii. Ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu akaendelee kukubariki na kukujalia neema. Sasa leo hii ningetaka nikufunze ndoto 3 unapoziota zinakuzungumzia ya kwamba hii ni kama uko kwenye ndoa. Inakuashiria ya kwamba ndoa yako inaenda kupata mashambulizi ama kuna mshale wa kichawi imerushwa kuelekea ndoa yako. Kwa maana kwamba utajikuta ukikutana na changamoto nyingi kwenye ndoa. Kitu cha kwanza nataka uelewe ni kwamba ndoa sio mahali ambapo unapaswa kuwa na huzuni. Ndoa Mungu hakukuruhusu ingie kwa ndoa ukaweze kulia. Haikuwa kusudi la Mungu ya kwamba hapa kwenye ndoa kuwe na majuto. Tujifunze na Adam. Adam aliishi na mke wake kwenye bustani wakiwa na raha sana, mpaka wakati ambapo adui aliingia. Shetani alipoingia kwa mfano wa nyoka, akawadanganya, wakala lile tunda, wakaondoka kwenye raha ya ndoa. Sasa tunakuja kukuta kwenye familia yake kukawa na changamoto nyingi. Mauaji yakaanza pale. Mambo mengi yalifanyika hadi wa leo sisi ni uzao ama ni mbegu ya Adam. Kwa hiyo mambo mengi yanafanyika. Ila sasa raha ya ndoa ni uwepo wa Mungu. Tunapokaa katika uwepo wa Mungu, tunapokaa katika kusudi la Mungu, unapomuoa ama kuolewa na yule ambaye ni mpango wa Mungu, basi mara mingi ukimtegemea Mungu, ndoa itakuwa mahali pa raha, kando ama tofauti na kile kinachofanyika leo. Kwa hiyo yale unayaona kwenye ndoa, matatizo mengi, uuaji, ni ajenda ya shetani. Kwa hiyo ndoto hizi unapoziota 3 zinakuzungumzia ya kwamba adui anapanga kushambulia ndoa yako. Hivyo unapaswa kuwa makini sana na kuomba. Ndoto ya kwanza ni ndoto ambayo unaota ukiwa unanyolewa ama nywele yako inakatika ghafla kwenye ndoto. Unaona ndotoni ukinyolewa na upo kwenye ndoa. Nazungumzia wale wapo kwenye ndoa. Sawa sawa. Sasa nywele inaashiria kwa Kiingereza covering. Ni kifuniko. Ndio maana maandiko inasema kwamba kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume na kichwa cha mwanaume ni Kristo. Sasa muda wote unapomuona mama aliyeolewa amefunikwa kichwa, mume wake ndiye amemfunika, ndicho kitambaa kile. Paulo anasema wanawake wafunike vichwa vyao. Inaashiria kwamba wewe umeolewa. Kile kitambaa yaashiria umeolewa. Ndio maana Paulo anasema kama unataka kujua jambo lolote ama kuuliza, kamuulize mumeo nyumbani. So Biblia inasema wewe mume yule ndiye cover yako, ndio kifuniko chako, ndio kichwa chako. Kwa hiyo unapoota nywele yako imeolewa, imenyolewa, ile nywele, tuko pamoja, nywele ni fahari, nywele ni utukufu wa mwanamke. Ina maana ya kwamba adui anataka kushambulia ndoa yako. Adui anataka kushambulia katika maeneo ya ndoa. Na ndio maana kibibilia nyakati zile mwanamke hakuwa anapaswa kunyoa nywele. Nyakati zile za Biblia mama hakuwa ananyoa nywele, maana nywele ilikuwa fahari ya mwanamke. Kwa hiyo ukiona nywele yako kwa ndoa imenyolewa ama inakatika, elewa ni kwamba ndoa yako inashambuliwa. Unanielewa?
ufahari wako unaondolewa, kava yako inaondolewa. Kwa hiyo kutakuwa na mashambulizi kwa ndoa yako. Jambo la pili, ukiota umepoteza kiatu, wewe upo kwenye ndoa, kumbuka naongea na wale wako kwenye ndoa. Unaona umepoteza kiatu na upo kwenye ndoa, basi hii inaonyesha kwamba shetani anaenda kumwondoa mtu wa maana sana kwa maisha yako, ambaye ni mme wako ama mkeo. Shetani anataka kumwondoa mtu ambaye Mungu alikupa ili mkaweze kutembea pamoja katika safari ya maisha. Shetani anataka kumwondoa asiwe karibu nawe, anataka muondoe, aidha kumuua ama kuwe na matengano. Kwa hiyo wahitaji kuwa mwangalifu sana. Ya tatu, ukiota unaona kuna mashambulizi kwenye ndoa, kwenye chumba chako cha kulala pale bedroom, unapata kwamba aidha umevamiwa, kuna mashambulizi, ama unamuona maybe hata nyoka pale unajaribu kumuua, basi hii ni hatari. Inakuonesha ya kwamba shetani ameamua kuvamia ndoa yako. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni ndoto inakuzungumzia. Unahitaji kuwa mwangalifu sana, kuziba mianya ambaye shetani ama adui anaweza ingia na kuweza kushambulia ndoa yako. Nikiongeza, hii imekuja tu ndani yangu, nikikupa ya 4, ni pale ambapo unaweza kumwona mtu mwingine tofauti kwenye kitanda chako. Mtu mwingine ni tofauti, sio mmeo wala sio mkeo, lakini yupo amelala pale kitandani. Amelala kitandani na amelala kwa utulivu. Inaonesha kuna matengano yaja. Kuna mtu anataka kuchukua nafasi yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kuwa mwangalifu sana kwa hizi ndoto zinakuja, ili ukaweze kuomba na Mungu atakupa upenyo na kuponya ndoa yako, na kuombea Mungu akalete baraka, akalete ushindi, akaponye ndoa zenu, kusiwe na matatizo wala ndoa zenu kuvunjika. Hadi kipindi kijacho, Mungu wetu akubariki. Huyu ni mchungaji wako Reverend Peter Shamanjehia. Tukutane kwa vipindi vijazo. Shalom.